yaliyopita kwenye Hatma. Ninajua uchungu wa kupokea ugeni bila kukaribisha. Kuna moja kati ya mawili juu yako. Nisamehe sana kaka. Tulifika tuna matatizo ghafla. Hivi unawezaje kumchukua dada yangu na ukamhamisha bila taarifa yoyote kwetu? Shabani, yuko wapi mwanangu? Haiwezekani dadangu aishi nyumba moja na mkimzia. Hii sio haki yake, na wala sio haki ya mke wako mkubwa. Usiwe na wasiwasi. Kiukweli kabisa sikuwa na nia ya kumkosea heshima hawa mke wangu. Na hili jambo lina baraka kutoka kwa Allah. Kwa naamini atakuwa pande yetu. Hatma, kila chaguo lina gharama. Kwa nini uliruhusu nimhukumu mtu asiyekuwa na hatia, Shabani? Unajua fika kwamba Juma alikuwa hahusiki, lakini bado ukaruhusu nimuone yeye ndo mwizi. Naomba unisamehe bosi Kalim. Najua nimekukosea sana. Nakumbuka kwamba unajua kwamba nilikuwa nina shida. Sikuwa na namna nyingine yoyote ya kupata pesa kwa ajili ya mama yangu, bosi. Please. Shida? Hivyo nafikiri wewe peke yako ndo mwenye shida, Shabani? Mimi nilikuwa kwenye matatizo makubwa. Nyumbani kwangu nimepoteza kila kitu, Shabani, kwa sababu yako. Familia yangu inanisuta. Ndoa yangu iko mashakani kwa sababu yako, Shabani. Najua kama nimekukosea sana, bosi. Lakini haikuwa nia yangu. Nilifanya haya yote kwa ajili ya mama yangu. Sikuwa na namna nyingine yoyote ile. Naomba nisamehe. Nisikilize, Shabani. Wakati mwingine matatizo yako yasiwe sababu ya kuharibu maisha ya watu wengine. Naona sasa umesababisha maumivu ambayo hayawezi kufutika kiurahisi. Umemuumiza Juma, umeniumiza mimi, umeiumiza na familia yangu. Tafakari hilo, Shabani.
Kwa hiyo kama ulikuwa unajua siku zote hizi, kwa nini uliamua kukaa kimya? Wizo, nilimfuatilia Sadala kutwa nzima. Nilijua Sadala anakwenda wapi, yuko na nani, anafanya nini, na kila kitu anachokifanya. Kwa hiyo unataka kuniambia haya yote ulikuwa unayajua na umekubaliana nayo, lakini ukawa unataka tu kunizungusha zungusha, si ndio? Wizo, nilijiuliza sana, ni kwa nini niendelee kuumiza nafsi yangu, niendelee kuteseka, na hali ya kuwa sheria ya dini inaruhusu, mila na desturi zetu zinaruhusu mwanaume wa Kiafrika kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Nikaona kwamba nimruhusu Sadala yaendelee kuoa wetu, japo naumia. Wizo, unazingua. Kwa hiyo kipindi chote ulikuwa unajua kila kilichokuwa kinaendelea na ukawa umekubaliana na hili jambo, alafu sasa uliamua kunishirikisha mimi ya kazi gani? Wizo, yeye ni mwanamke mwenzangu. Nilitaka uhisi yale maumivu ambayo mimi ninayapitia, ama ambayo mpaka leo naendelea kuyapitia, na alhamdulillah umeyahisi. Nashukuru tu ifi yangu unanipenda. Wizo, utakuja kuniua mimi na pressure. Sijapenda bwana. Mbeze mbeze. Hawa ni hatari. Sikia Karimu, hii sio sahihi kabisa, na sipendezwi kabisa dadangu kuishi nyumba moja na mke mwenzie. Lakini Dizonga, tulishalizungumza hili. Hivyo nafikiri kwamba mimi silifikiri hili kwa kina. Nilishakueleza shemeji yangu ni matatizo tu ndo amenifanya nimefika hapa. Lakini pia hili sio swala ambalo litakuwa kwa muda mrefu, ni maamuzi ya muda mfupi. Hapana Karimu, hivyo kwa akili yako unahisi kabisa unaweza ukabalance na ukatenda haki kwa hao wanawake kuishi kwenye nyumba moja? Niambie. Naelewa hisia zako shemeji yangu. Naelewa kwamba unajua na unaamini kwamba hawa hawezi kuwa uhuru ndani ya hii nyumba. Hata mimi najua kwamba hawa hawezi kuwa na uhuru ambao tunautarajia ndani ya hii nyumba. Lakini wewe ulipaswa kusimama na mimi mwanaume mwenzio, kwa sababu unajua ninachokipitia Dizonga. Wewe ni wa kusimama na mimi. Never. Hiyo sahau kabisa. Siwezi kuwa upande wako hata siku moja. Usijipe hayo matumaini. Basi sawa. Kama tumefikia hapa, mimi sidhani kama kuna muda kuendelea kuzungumza. Lakini naomba nikukumbushe tu Dizonga, huko nyumbani kwangu Hawa na Zainab ni wake zangu, na wewe huwezi kunifundisha jinsi ya kuendesha familia yangu. Sioni njia ya kumsaidia mwanangu katika hili jambo, maana hili jambo ni zito na ni kubwa kuliko maisha yetu. Inaweza kumsababishia maisha yake yakaharibika na maisha yetu yakasambaratika. Mama, usikate tamaa haraka. Ni kweli kwamba hili jambo ni kubwa na wala sio dogo, na sisi hatupaswi kukaa kimya. Kuna jambo inabidi tufanye, na Mwenyezi Mungu ana mbinu nyingi. Sisi huenda tukawa tumeishiwa. Hivi unapofikiri kuna mtu anaweza kutusaidia kweli? Ndiyo mama, mimi nitaenda kuzungumza na Karimu
Najua inaweza ikawa ngumu kwake kukubaliana na hili, ila jukumu langu mimi ni kwenda kuomba msaada. Una uhakika atakubali? Mama, kuhusu kukubali au kukataa, hiyo ni juu yake. Lengo letu sisi ni kutimiza wajibu wa kuomba msaada. Ni kweli. Hapa kinachotakiwa tumpe ushirikiano Mariamu. Mwenyezi Mungu anatupenda. Anapenda waja wake tuwe na nidhamu, tuwe na busara. Naamini kwa uwezo wake na kwa nguvu zake kila kitu kitakaa sawa. Kikubwa Mariamu, inabidi tu uende kwa Karimu ukaombe msaada. Yeye ni binadamu. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna kinachoshindikana. Umesikia ndugu yangu? Na imani Mungu atamtia nguvu, atamtia huruma, atamsaidia. Na kikubwa sisi wenyewe tunatakiwa tushirikiane, tuzidi kuomba dua, tuwe na imani na kila jambo tunalolifanya. Inshallah Mwenyezi Mungu ile jambo atalifanya liwe lepesi kama sisi wenyewe tutakuwa na imani. Umesikia ndugu yangu? Natakiwa tuwe wamoja, tushirikiane kwa nguvu zote. Naamini kwa uwezo Mwenyezi Mungu atasaidia tu. Mungu naamini atampa nguvu. Na atampa moyo wa huruma pia. Yeye ni binadamu jamani. Tusimkatie tamaa kwa hili. Kwa kikubwa tuzidi kuomba dua tu, tusikate tamaa. Shabani ni mtoto wetu. Tuna haki ya kumpambania kwa chochote kile. Kikubwa tushikamane tu. Umesikia ndugu yangu? Sijui tulizaliwa wakati gani, maana kabla hata sijafikiria kusema nachokitaka umeshaniletea. Niambia. Basi mwanzani mimi nina mambo mengi ya kukuambia. Ila tu nilikuwa nataka nikupe pole kwa yalotokea leo. Najua kaka yangu amevuka mipaka. Naomba msamehe kwa niaba yangu. Sikiliza mke wangu. Lizonga ni kaka yako. Na na uhakika na mapenzi mazito sana na wewe. Hivyo ana haki ya kuwa na wasiwasi. Ila wewe unapaswa kunisamehe mimi, kwa sababu katika mazungumzo nilijikuta nashindwa kuzuia hisia zangu, nikajikuta nimejibizana naye. Hivyo nisamehe sana mke wangu. Wala hakuna shida mume wangu. Ninaamini hata yeye mwenyewe itafika muda atakaa chini, atajitathmini na kuona kwamba alikosea. Lakini mume wangu, sasa vipi kuhusu dada Zainabu? Zainabu amenifungia mlango. Hataki hata kunisikiliza. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Hili ni swala la muda tu.
nafikiria ukafungua mashtaka. Kuzalilishwa kule na kuwekwa mahabusu bila kosa lolote, hilo sio jambo dogo, ujue mdogo wangu. Dada Hadija, mimi sikuwahi kufikiria swala kama hilo hata siku moja. Kilichotokea kile ni mapenzi tu ya Mwenyezi Mungu. Wewe unaongea hivyo kwa sababu hujui mimi nilivyoenda kulia kwa Karimu Juma. Nilimpigia mpaka magoti, lakini hakutaka kabisa kunisikiliza. Na kingine, wale wafanyakazi wenzio ni wanafiki sana. Ndiyo, kwa sababu hawakutaka kabisa kusimama nawe katika kipindi chote ambacho uko mahabusu. Dada Hadija, binadamu sisi ni wadhaifu sana. Kwa hiyo usitegemee ukamilifu kutoka kwao. Mimi nasubiri haki yangu tu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wewe una moyo wa subra sana Juma, lakini Allah hapendi kabisa dhuluma, na unaweza kuitafuta haki yako. Najua dada, najua, lakini sitaki kuongeza matatizo mengine. Mimi naamini kila kitu kina sababu yake kutoka kwa Allah. Asante sana. Yaani kama ulijua tumbo langu linahitaji kitu cha moto sana. Samahani, subiri kidogo. Hivi unaniambia unaitwa Asha? Ndio kaka, naitwa Asha. Asha, kusema ukweli tabia yako imenivutia sana. Heshima pamoja na unyenyekevu ni wa kipekee. Asante sana. Hivyo basi, kuna zawadi nataka nikupatie. Naomba chukua hii pesa kama zawadi kwangu nakupa. Nenda kafanya mahitaji yoyote ambayo unahitaji. Samahani kaka, sina sababu ya kuchukua hela hizi, kwa sababu hii ni sehemu ya kazi yangu na nalipo kupitia hii kazi. Kwa asante sana. Asha, mimi nalifahamu hilo, lakini hii ni zawadi kwangu nakupa wewe, na sidhani kama ni jambo jema mtu anapokupa zawadi au anapokupa kitu kwa moyo safi kabisa alafu kukataa. Hivyo basi naomba pokea hela. Naomba pokea tu. Jazakallahu khaira. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Nimekuja hapa leo kwa niaba ya Bwana Saidi kwa lengo rasmi kabisa la kutoa posa kwa ajili ya binti yenu Bi Asha. Alhamdulillah, jambo jema sana, na tunashukuru Bwana kwa kuleta jambo hili la heshima hapa kwenye nyumba hii bana. Lakini kabla hatujaendelea mbali, ningetaka kujua kitu. Vipi Bwana Saidi na familia yake wako tayari kuliendea hili jambo kwa kutimiza masharti yote ya Uislamu? Naam. Labda niondoe shaka kwenye hili. Bwana Saidi na familia yake wao wameshajipanga tayari, na wapo tayari kufanya taratibu zote zinazohitajika katika ndoa ya Kiislamu, na wapo tayari kulipa mahali na kufuata taratibu zote zitakazopangwa baina ya pande zote mbili. Mashaallah. Hakika ni jambo jema sana, na hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Labda tu mimi niweze kusema kwamba
kabla ya sisi kutoa jibu la mwisho, tungeomba tupate nafasi wallahu ya kuzungumza na binti yetu Asha, ili kusudi kuweza kujua ridhaa yake. Maana naamini sote sisi tunafahamu kwamba dini yetu juu ya ridhaa ya binti imezingatia sana na ni muhimu mno. Kwa hiyo lazima masharti ya dini kidogo tuyafuate inshallah. Hakika hilo ni jambo sahihi sana, na tunafahamu ridhaa ya binti katika Uislamu. Sisi tunasubiri kwa subira kubwa sana. Inshallah tutapata jibu zuri. Basi tuseme inshallah. Na sisi bana tutazungumza na binti yetu haraka iwezekanavyo, na tutakutafuta pale ambapo nasi tutakuwa tunajibu kamili kabisa kutoka kwa upande wetu. Naam, mimi niseme asante sana. Inshallah. Naam. Hili jambo Mwenyezi Mungu atupe subira, atufanye wepesi pande zote mbili. Amin inshallah. Naam. Naomba ndio. Karibu sana. Asante. Inshallah. Yajayo kwenye hatma. Lakini kuendelea kumwadhibu Shabani haiwezi kubadilisha kilichotokea. Kwa miaka yote ambaye nimekaa hapa, Shabani hakuwa kunifanyia mimi hivi. Mimi kwa upande wangu nimeshafanya maamuzi. Umekubali kuolewa na Sadala? Hilo ni jibu. Naona mambo si haba, yani uko hivi, uko ngari. Nia yangu ya dhati kabisa ilikuwa ni kukusaidia zaidi ya hapo. Moyo uchagui wapi pa kupenda. Nimependa dadangu. Mimi nimekuja hapa kuhubiriwa habari zenu za mapenzi. Lakini hata hapa ni nyumbani kwetu pia. Ukija kupata matatizo kama alopata Juma, ndio utakapojua kwamba hawa si ndugu zako kabisa. Nitakuwamba makofi sasa hivi. Alafu usishindane na watoto 2000, wewe maji ya jioni, wewe